Haleluya. Bwana asifiwe. Acha tukaweze kukaribisha Roho wa Bwana ili akaweze kuwa pamoja nasi. Thank you Lord. Asante Mfalme, tunakushukuru, tunasema ni asante Mwana Mungu. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi wiki iliyoisha Bwana. Umetupigania, umetutetea Mfalme. Umetuokoa Bwana kutokana na muovu Shetani. Umetulinda Bwana kutokana na matatizo ya kila aina, kutokana na mitego ya muovu Shetani. Umetulinda na umetutenda mema. Tunakupa sifa asubuhi ya leo. Tunaalika Roho wako Bwana akaweze kuwa pamoja nasi siku ya leo. Tunaomba Bwana ukaweze kutupa rehema yako, neema yako, fadhili zako na upendo wako. Bwana, ewe Mungu wa Israeli, njoo ili Bwana tukaweze Bwana kukupata. Njoo ukaweze kutunenea, ukaweze kutuongelesha, ukaweze kunena nasi kupitia maandiko yako matakatifu katika jina la Yesu. Njoo Bwana ili ukaweze kubadilisha maisha yetu. Njoo Bwana ukaweze kutubariki na ukaweze kutukomboa kutokana na majaribu ya kila aina. Njoo Bwana ili ukaweze kututendea. Tunaalika Roho wako utupe mwanzo mwema katikati na mwisho mwema. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Leo tutaongea kuhusu kungoja. Bwana asifiwe. Tutaongea kuhusu kungoja Mungu kwa sababu kungoja Mungu kuna gharama. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanashindwa kumngoja Mungu. Watu wengi wanashindwa kumngoja Mungu, wanakimbia, wanaondoka katika nafasi zao ambazo Mungu alizowaweka ili wakaweze kumngoja, lakini wakashindwa kungoja, wakashindwa kuvumilia, na kisha baadaye wakakosa baraka. Haleluya. Kwa hivyo naongea kuhusu baraka na ninaongea kuhusu kungoja Mungu, kwa sababu kuna watu ambao tuliongea wakati mwingine kuhusu mtumishi wa Mungu Elia, wakati ambapo aliambia Ahab mfalme ya kwamba kutakuwa na njaa ya miaka 3.5. Haleluya. Na wakati huo Mungu akaambia Elia mtumishi wake aende mahali kwa mto. Haleluya. Ili akaweze kukaa mahali pale. Na maandiko inatuambia kwamba wakati alienda kuna kunguru ambaye alikuwa ameshaenenewa na Mungu ili akaweze kumulisha Elia. Kwa hivyo yule kunguru alikuwa anaenda anachukua nyama, anachukua kitu ambacho mtumishi wa Mungu anaweza akakula, baadaye anampelekea mtumishi wa Mungu. Na kama ni kunywa maji, mahali ambapo anaishi ni kwa mto. Bwana asifiwe. Lakini ikafika wakati njaa ikakuwa mingi sana. Haleluya. Njaa ikakuwa mingi sana, na maandiko inasema ya kwamba huo wakati Elia mtumishi wa Mungu akaona nikana kwamba Mungu amemwachilia. Bwana apewe sifa. Akaona nikana kwamba Mungu amemwachilia, kwa sababu usisahau ni Mungu mwenyewe aliambia Elia mtumishi wake aende mahali pale, lakini wakati umefika, ile mto imeisha maji, yule kunguru ameacha kuleta chakula. Haleluya. Na sasa Elia mtumishi wa Mungu ameanza kufika mahali kukata tamaa, ameanza kushindwa what is going on. Bwana apewe sifa. Ameanza kushindwa ni nini kinachoendelea, ni nini kinachofanyika katika maisha yake, kwa sababu tayari alisikia neno la Mungu na Mungu akamwambia nenda mahali pale, nimeamurisha kunguru akulishe. Lakini baadaye kunguru ameacha kucha. Haleluya. Na ile mto imeisha maji. Na maandiko inasema wakati ambapo mtume wa Mungu Elia alifika mwisho, sauti ya Mungu na ikamfikia, akaambiwa
aende katika kijiji gani? Sidon. Bwana asifiwe sana. Akaambiwa na Mungu aende katika kijiji cha Sidon, na Mungu akamwambia ya kwamba nimeamuru mama, Bwana asifiwe sana, aliyefiwa na mume wake, nimemwamuru kwamba akulishe. Na maandiko inasema ya kwamba Elia mtumishi wa Mungu akashika safari akaenda mpaka kijiji la Sidon, na wakati alienda akapata yule mwanamke na akamwambia kwamba ako na kiu, amsaidie na maji. Na mama alipokuwa akienda kuendea maji, maandiko inasema ya kwamba Elia mtumishi wa Mungu akamwambia yule mama, niletee hata na kitu cha kukula. Bwana asifiwe. Lakini maandiko inasema ya kwamba yule mama akamwambia hawana kitu cha kukula, kile wako nacho ako na unga pekee, unga wa ngano wa kupika mkate. Haleluya. Na hiyo ndio wamebakisha wakule na kijana yake, kisha baadaye waangamie, wakufe. Praise the name of the living God. Wamebakisha unga, na hiyo unga ambayo wamebakisha ndio tu tegemeo lao. Wakishapika wakule, hakuna kitu ingine, ni kungoja kifo. Bwana apewe sifa. Amen. Na maandiko inasema ya kwamba tena mtumishi wa Mungu Elia akaanza kushindwa, nini tena kimefanyika? Mungu mwenyewe alimwambia aende katika kijiji cha Sidon na ametayarisha mama ambaye atakayemulisha. Bwana apewe sifa. Lakini ameenda katika kijiji cha Sidon, lakini wakati ambapo alifika mahali pale akapata hata huyu mama hajaandaliwa, na Mungu mwenyewe aliambia ya kwamba nimetayarisha huyo mama, nimemwandaa. Kwa hivyo utapata mtu ambaye ameandaliwa. Ni siku ngapi ambayo umetabiriwa na ukaambiwa ngoja Mungu kuna baraka? Praise the name of the living God. Ukaambiwa ya kwamba ngoja Mungu kuna baraka, ngoja Mungu kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika katika maisha yako, ngoja Mungu very soon Mungu anaenda kubadilisha maisha yako. Haleluya. Na unapata ya kwamba ile unabii ulitolewa, unapata ya kwamba imekaa, haijakuwa kulingana na vile wewe ulikuwa unafikiria. Bwana apewe sifa. Mtumishi wa Mungu mara ya kwanza alienda mtoni, akaambiwa utakuwa unakunywa maji mahali pale, na nimeamuru kunguru ambaye atakaye kulisha. Lakini baadaye mto imeisha maji na kunguru mwenyewe ameacha kumletea vyakula. Haleluya. Kisha ameambiwa aende katika jiji la Sidon na atapata mama ambaye amefiwa na mume wake, na Mungu amemwandaa, amemtayarisha. Ameenda amepata hata mama hajaandaliwa. Ni mara ngapi unapata mtu ameomba sana, ameambia Mungu nataka ndoa, naomba mwanaume mzuri, naomba mwanaume ambaye ni mwaminifu, ni mtakatifu, lakini baadaye yule mwanaume ambaye unaenda kupatana naye unapata sio vile ulikuwa unatarajia. Bwana asifiwe. Ni watu wangapi hata wameanzisha ministry, unapata ya kwamba mtu ameanzisha huduma. Bwana apewe sifa. Unaanzisha huduma, Mungu amekuambia nenda katika jiji la Sagana ukaanzishe huduma, ukaanzishe kanisa, lakini baada ya kwenda unapata ya kwamba wewe ulikuwa unafikiria ya kwamba kanisa ambayo utakayofungua itakuwa imejazana watu, lakini baadaye unapata sio vile ulikuwa unafikiria. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Wakati mwingine unapata Mungu amekunenea, amekuambia uwe na mkesha, na ukaota, Mungu akakupatia ndoto, na ukaona katika ndoto ukiwa na mkesha mkubwa sana. Na wakati ule unaona ukiwa na mkesha, unaona kanisa likiwa limejaa, lakini ile siku ya mkesha, wakati ambapo umeandaa, umeajiri watu wa kutangaza katika kijiji, baadaye siku ya mkesha unapata mko hatari. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Unapata ya kwamba vile ulikuwa unafikiria
hakujaenda namna hiyo. Unapata ya kwamba mko watano katika kanisa na ulikuwa umeoteshwa ndoto na Mungu, ukaona ukiwa na washirika wengi, ukiwa na watu wengi sana katika huo mkesha, lakini baadaye unapata mko watano, kwa sababu what God can do no man can do. Haleluya. Kazi ya Mwenyezi Mungu haiwezi ikafanana na kazi ya mwanadamu. Haleluya. Na mawazo ya mwanadamu hayafanani na mawazo ya Mwenyezi Mungu. Unapata ya kwamba vile ambavyo ulikuwa unafikiria si hivyo Mungu alikuwa anataka. Bwana apewe sifa. Mungu mwenyewe alikuwa anataka muwe na watu watano ambao mtakaweza kuomba na wao katika huo usiku wa mkesha, ili Bwana akaweze kujidhihirisha katika uwepo wake. Bwana apewe sifa. Wewe ukifikiria na uliota ndoto watu wengi, unafikiria ni watu wengi watakuja katika huo mkesha, mtakuwa na kibosho kubwa, mtakuwa na deliverance na unabii, lakini unapata ni watano wamekuja. Kumbe wewe unafikiria watu watakuwa wengi, kwa hivyo ibada itakuwa mzuri sana, lakini watu wanakuja watano. Mungu alikuwa anataka muombe. Haleluya. Kwa hivyo huo usiku unafanyika kuwa usiku wa maombi. Mnapata ya kwamba mumeanza kuomba. Hiyo usiku Mungu alikuwa ameanointi watu wangapi? Watu watano ambao watakaoweza kuwa na wakati wa maombi katika usiku ule. Bwana apewe sifa. Na hivyo ndivyo unapata ya kwamba mawazo ya Mungu hayafanani na ya mwanadamu. Kazi ya Mungu haifanani na kazi ya mwanadamu. Haleluya. Na utakapojua vile Mungu afanyavyo kazi yake, utaweza kufaulu. Bwana apewe sifa. Wakati ambapo utakapoweza kuwa na roho ya kuelewa vile Mungu anafanya kazi ama vile Mungu anataka, mtapelekana na Mungu vizuri sana. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati ambapo umetarajia watu wengi lakini wanakuja wachache, jua ilikuwa mpango ya Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usikate tamaa, usikufe moyo. Vile tu ulikuwa umeplan kuimba, kuomba, endelea. Usikatishe ibada, usikate tamaa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Mungu alikuwa na mpango. Tunasoma katika kitabu cha Naomi, tunasikia ya kwamba maandiko ikisema ya kwamba na wakati ule Naomi na mume wake, Bwana apewe sifa, Naomi na mume wake wakaenda katika nchi ya Moab. Bwana apewe sifa. Na wakati ambapo walienda katika nchi ya Moab, walienda kwa sababu kwao kulikuwa na njaa, na ile njaa ilikuwa kubwa sana, na Naomi na mume wake na watoto wake wawili wakashindwa kuvumilia ile njaa, na wakafika mahali wakaona ni vizuri watoke katika Bethlehem Juda kijiji yao waende kule Moab. Na maandiko inasema ya kwamba wakati walienda kule, baada ya kukaa kidogo kama mwaka moja, mume wa Naomi akafariki. Bwana apewe sifa. Naomi akafiwa na mume wake, na baada ya mume wake kukufa, baada ya miaka 10, kwa sababu watoto wake walikuwa wameoa, wakakosa kuzaa, na baadaye maandiko inasema ya kwamba wale vijana wanao hata wao wakafariki. Hakuwa amejua ya kwamba katika nchi ya Moab, Mungu alikuwa amenena kuhusu nchi ya Moab, na akasema ya kwamba wale ambao wanaishi mahali pale watakufa kifo kibaya. Kwa hivyo wakati ambapo alipoenda, akapata ya kwamba amefiliwa na mume wake na watoto wake wawili. Bwana apewe sifa. Najaribu kusema nini? Tulia mahali ambapo uko, tulia vile ulivyo. Mahali ambapo Bwana amekuweka, tulia hapo ukaweze kumngoja Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati mwingine tunakimbilia mambo, baadaye tunaondoka katika nafasi ambayo Mungu aliyotuweka. Sisi wenyewe tunaondoka katika hiyo nafasi, na baada ya kuondoka, Mungu akikuja anaangalia, anapata ya kwamba
mtumishi wangu ameenda, hayuko mahali nilimwacha. Na nikufurahishe nikwambie, wakati umefika mwisho kabisa, huo ndio unakuanga mwanzo wa Jehova. Bwana apewe sifa. Mungu amekuweka katika hii nafasi, umngoje, ung'ang'ane, upitie haya mateso, kwa sababu tulisoma maandiko tukasikia kwamba tukasikia maandiko ikisema ya kwamba katika kitabu cha Maombolezi 3 tukasikia maandiko ikisema ya kwamba hakuna kitu ambacho kinafanyika wala kutendeka na hakijatoka katika kinywa cha Jehova. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kitu ambacho kinatendeka katika maisha yako ni Mungu amekiachilia. Waibrania 12 inasema ya kwamba Mungu anapiga watoto ambao anawapenda. Na maandiko ya Mungu inatuambia kwamba, inatupatia mfano, wakati ambapo tulikuwa wadogo, tulikuwa tunapigwa na wazazi wetu. Na wazazi wetu hawakuwa wanatupiga kwa sababu wanatuchukia. Bwana apewe sifa. Lakini walikuwa wanatupiga kwa sababu wanatupenda na kwa sababu wanataka tuwe na maisha mazuri. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu lazima atakupatia discipline. Wakati mwingine, wakati unapitia majaribu, sio tu kurogwa. Kwa sababu kuna wakati mtu anapitia majaribu anasema, Mungu ameniachilia, nimerogwa, biashara yangu imeharibika, ni hawa watu maadui zangu hawanitakii mambo mazuri. Na saa hiyo hata sio maadui, hata huyo unasema adui hana akili zako, yeye anasumbuliwa na watoto wake na mume wake. Bwana apewe sifa. Wewe ukisumbuliwa na pesa, yeye anasumbuliwa na watoto, anasumbuliwa na mume wake, anasumbuliwa na mambo yake. Yeye hata hana mawazo yako, hata hana shida yako, hana mawazo yako. Wewe na wewe saa hizo unasema ni kurogwa, wananiroga, wananiwekea maziwa upwe. Ukiona kitu kadogo kwako hivi kamekucha ama pesa imerushwa hapo, unafikiria tu ni uchawi. Bwana apewe sifa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna majaribu mengine ambayo inakuja katika maisha yetu, lakini ni Mungu mwenyewe ambaye ameyaleta. Na Mungu mwenyewe anataka tupate discipline. Bwana apewe sifa. Na ili ukaweze kupata discipline, lazima Mungu atakupitishia katika majaribu ili ukaweze kukomaa. Haleluya. Usipopitishiwa kwa majaribu hutakomaa. Kwa sababu tulisema siku ya leo wewe ni mwerevu, si ndio? Lakini jana ulikuwa mjinga. Siku zilizopita, wakati uliopita ulikuwa mjinga, hukuwa mwerevu. Kwa nini? Ni nini kimekufanya uwe mwerevu sasa hivi? Ni yale mapito umepitia. Bwana apewe sifa. Kama hukupitia hayo mapito, hungekuwa mwerevu. Blessed be the name of the Lord. Kama hukupitia hayo majaribu, hungekuwa mwerevu, hungekamilika. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati ambapo mtu anapata ujauzito, upati ujauzito halafu unazaa na siku ya pili ama na wiki ya pili ama na hiyo wiki ama baada ya mwezi ama baada ya mwezi mbili, lazima utakaa miezi ngapi? 9. Bwana apewe sifa. Amen. Na wakati ambapo utakapoweza kukaa miezi 9, hapo huo wakati ndipo utakapoweza kujifungua. Na hauwezi ukajifungua kama siku ya kujifungua haijafika. Bwana apewe sifa. Wewe unafikiria Mungu mwenyewe vile anafanya kazi, hata uwezi ukajua vile Mungu anafanya kazi. Kwa sababu mwanamke ambaye ni mjamzito, wakati ambapo ameshikwa na uchungu wa kuzaa mtoto, Bwana apewe sifa, amen, ako na uchungu mwingi sana. Huo wakati hata ukampata, anaweza hata akakuonga, anaweza hata akakutusi ama kuongelesha vibaya. Ni kweli, ako na uchungu huo wakati, hata anaita mama yake, anaita hata baba yake. Utasikia hata akiita shosho yake, na hata shosho yake hamjui. Utasikia akisema, akiita mume wake, kuja wewe ndio uliniletea hiyo mambo. Bwana apewe sifa. Atecho, wewe mume wako ndio uliniletea hii mambo. Atalia, ataita bwana yake, ataita mama yake, ataita shosho yake, ataita Mungu, lakini hakuna mtu atakuja kumsaidia. Mungu mwenyewe ndiye atakaye achilia neno la kusema, sasa wakati umefika, mtoto fanya nini? Mtoto hawezi akatoka, utajaribu hata kuongelesha mtoto.
na kumwambia wewe kana kakatume ni uko joraka akawezi toka. Bwana apewe sifa. Katoto akawezi kakasikia sauti yako, kakasikia tu sauti ya Jehova. Bwana apewe sifa. Na wakati ambapo masaa na dakika zitafika, Mungu mwenyewe ndiye ataongelesha mtoto, amwambie wakati umefika, fanya nini? Toka. Praise be the name of the Lord. Amen. So utahangaika, utateseka, lakini ni mpaka Mungu mwenyewe aseme wakati umefanya nini? Wakati umefika. Kwa hivyo wakati mwingine tunapitia majaribu, na wakati ambapo tunapopitia majaribu, sio kana kwamba Mungu anatuchukia ama ametuachilia, lakini tunapitia majaribu kwa sababu Mungu anataka tukamilike. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu anataka uwe na discipline, self discipline. Haleluya. Amen. Kwa sababu wakati mwingine maisha ikikuwa tu ni mteremko, mtu anafika mahali anazoea hata Mungu, hata maombi haombi. Ni kweli? Unafika mahali maombi hutaki, hakuna kitu unataka, wewe kazi yako ni kukula na kuvaa vizuri na kulingia watu. Umesahau ni Mungu amekutoa mahali ulikuwa akakuinua. So unakaa ile maisha sasa, unataka maombi imeisha, umesahau na maombi. Bwana apewe sifa. Lakini wakati unafika ile mteremko ulikuwa unaisha, kwa sababu mahali kuna mteremko kuna nini? Praise be the name of the Lord. Amen. Nauliza kanisa, mahali kuna mteremko kuna nini? Kuna mlima. Bwana apewe sifa. Amen. Yeah. Mahali kuna mteremko kuna mlima mbele. Kwa hiyo wewe unateremuka, unasahau ya kwamba mbele yako kuna nini? Mlima. Kuna mlima. Mbele yako kuna kupanda. Wakati ambapo mteremko utaisha, utajipanga. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati mwingine lazima Mungu atakupatia discipline. Kama umesahau na kuomba, majaribu itakupata, mambo itakuwa magumu. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo Hana alikuwa anaomba Mungu ampatie mtoto, nilikueleza wakati mwingine kama Penina hangeingiwa na roho ya kumchekelea Hana, Bwana apewe sifa. Amen. Hana hangepata mzigo wa kuomba ama kumtafuta Mungu. Praise be the name of the Lord. Amen. Lakini kwa sababu Hana alichekelewa na Penina, hapo ndipo alifika mahali akasema, sitachekelewa tena na sitavumilia tena. Huyu mwanamke ananichekelea kwa sababu ako na mtoto, ako na watoto, lakini mimi sina. Akafika mahali akakata kauli, akasema na mimi lazima nitamtafuta Mungu, nitafunga kula na kunywa, nitaenda mlimani, nitaenda kanisani, nitatoa sadaka, nitafanya ibada mpaka Mungu anionekanie, anipatie mtoto, niache kuchekelewa na watu. Bwana apewe sifa. Amen. Na maandiko inasema ya kwamba na wakati ukafika, Mungu akambariki Hana na mtoto. Hapo ndipo siku ya kuchekelewa ilifanya nini? Ilifika mwisho. Bwana asifiwe. Huo ndio ulikuwa mwisho wa kuchekelewa, wakati ambapo alijifungua akapata mtoto. Penina akawacha kumchekelea, na kutoka hapo Mungu akambariki na uzao. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo usipochekelewa, usipojaribiwa, watu wasipokuacha, wale marafiki ulikuwa umewafanya marafiki wa maisha yako, wale watu ulikuwa unafikiria kwamba ni marafiki, hawawezi wakakuacha. Wakati ambapo watakapokuacha, hapo ndipo utakapoweza kuwa na maarifa. Bwana asiwe sana. Amen. Lazima watu watakuacha, lazima marafiki watakuachilia, kwa sababu wasipokuachilia hutakuwa na hekima, hutakuwa mwelevu, hutakuwa na discipline. Kwa hivyo mambo zingine zinafanyika ili tukaweze kukamilika, ili tukaweze kupata hekima, na ili tukaweze pia kuwa na discipline. Na ukipata mpaka wakati mwingine ambapo unaenda kazi zingine
ukienda kazi kuajiriwa mahali, unapata kama ni hospitali ama ni kampuni fulani, unapata ya kwamba ile kampuni, Bwana apewe sifa, lazima kwanza upitie kwa mtihani, lazima ujaribiwe, lazima ufanyiwe interview. Kwa nini unafanyiwa interview? Bwana apewe sifa. Lazima ufanyiwe interview ili wale watu wenye kampuni wakaweze kujua kama unaweza kufanya nini, unaweza ukafanya kazi. Bwana apewe sifa. Lazima upitie kwa interview, kwa sababu hauwezi ukatoka na huko wewe sio daktari alafu uende huko umepatiwa kazi. Lazima uonyeshane certificate ya kwamba umesoma. Bwana apewe sifa. Umeenda shule, umepitia hii mambo yote, umesoma haya na haya. Baadaye unafanyiwa interview, wanaenda wanakuchukua, wanasema tumekupatia kazi, tumeona umesoma. Kwa hivyo ukikosa kupitia majaribu, huwezi ukashinda vita. Bwana apewe sifa. Kuna majaribu mengine inakuja ili Mungu akuandae kwa majaribu ambayo itakuwa mbele, kwa baraka itakuwa mbele. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Deuteronomy 8, maandiko inasema wana wa Israeli walizunguka katika jangwa miaka 40. Na ni Mungu alifanya wazunguke huko. Na Mungu alikuwa anataka kupima roho zao. Mungu alikuwa anataka kuwatayarisha ili wakati ambapo watakapoenda katika nchi ya Canaan wakakuwe watu wakamilifu. Bwana apewe sifa. Kama saa hii kusema tu kweli, mtu ni mwanamke amekaa, huna bwana, uliachwa na mtoto ama watoto. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati uliachwa na bwana yako, umeteseka, hataki kujua kile mnakula, hataki kujua watoto wanasoma ama wanakula aje. Yeye hata hafikiri, hana masaa zenu, na ni Mungu amemuondoa. Bwana apewe sifa. Sasa Mungu akakuletea mwanaume mwingine ama katika ndoa nyingine, utakaa namna gani? Si utamchunga huyo mume? Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukikosa kupitishiwa katika majaribu, hutakuwa na self discipline. Na ili ukaweze kuwa na heshima, lazima Mungu akupitishie katika majaribu fulani ili ukaweze kuwa na heshima. Kuna mtu pia anakuanga na roho ya maringo, kiburi. Huyu mtu ako na maringo na kiburi, lazima Mungu ampitishie kwa majaribu ili akaweze kuondoa hii kiburi iliyo ndani ya huyu mtu. Bwana apewe sifa. Amen. Anapitia shida, anapitia mateso, ili naye Mungu akaweze kumfanya nini? Kumtayarisha, kwa sababu ya baraka ambazo zilizo mbele yake. Bwana apewe sifa. Amen. Tutasoma katika kitabu cha kama sikosei Kutoka, kitabu cha Kutoka kama sikosei. Bwana apewe sifa. Na maandiko imetuambia vizuri vile ambavyo Naomi na mume wake walitoka katika nchi yao kwa sababu ya njaa. Afadhali hata wangevumilia, kwa sababu kama wangevumilia hangepoteza mume wake, hangepoteza watoto wake, lakini alienda akapoteza mume na akapoteza watoto. Bwana apewe sifa. Tutaenda katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 26 verse 1. Kama Naomi na mume wake walivumilia katika nchi yao ya Bethlehem, Juda, hangepoteza watoto wake na mume wake. Na maandiko inasema huo wakati alifiliwa na mume wake na watoto, alirejea kwao. Bwana apewe sifa. Ni vibaya sana, jifunze wakati mwingine kutulia mahali. Bwana apewe sifa. Kwa sababu mtu ambaye anaitwa Naomi, unasikia maandiko inasema ya kwamba
walitoka Bethlehem Juda kwa sababu ya njaa, wakakosa kungoja. Ni watu wangapi wanashindwa kumngoja Mungu kwa sababu majaribu imekuja? Bwana apewe sifa. Unaona nikana kwamba Mungu amekaa sana na unashindwa kungoja Mungu. Unafika mahali unapata kauli, unasema sitangoja tena, acha niende. Bwana apewe sifa. Acha niende, Mungu atanibariki, Mungu nione kama Mungu atanisaidia. Na huo wakati huelewi ni wakati wa kujaribiwa. Ni vizuri ukaweze kuwa na roho ya kuelewa wakati. Bwana apewe sifa. Kuna wakati, kuna majira ya umaskini. Bwana apewe sifa. Kuna wakati wa majaribu. Kuna kipindi fulani utapata ya kwamba marafiki wamekuacha. Kuna majira mengine utapata kuna njaa. Kuna wakati mwingine utapata ya kwamba watu hawataki hata kukuona. Wale watu ambao ulikuwa unasaidia wamesaidika, lakini hawataki kukuona na uliwasaidia. Mungu anakupitishia kwa hiyo majaribu ili akaweze kukuelevusha, ili ukaweze kuwa mtu mkamilifu, ili ukaweze kuelewa marafiki. Bwana apewe sifa. Naomi walishindwa kukaa na mume wake katika kijiji yao ya Bethlehem Juda. Wakasema hii njaa ni kubwa, acha tuende tukaone Moab, ama tutakuwa na maisha mazuri huko, hakuna njaa. Maandiko inasema walipoenda, Bwana akafariki, watoto wakafariki. Baadaye alirudi kwao kule Bethlehem Juda, na wakati alifika Bethlehem Juda, wamama ambao walikuwa wanamjua wakamuraki, wakamuonea bali wakaona huyu ni Naomi. Bwana apewe sifa. Na wakati walienda kwa Naomi, wakamwambia huyu ni Naomi. Naomi, kwani umeparara aje? Kwani umechafuka aje? Kwani umechapa aje? Bwana apewe sifa. Akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mungu amenisikiza uchungu. Mungu amenisikiza uchungu. Kama Naomi alitulia katika Bethlehem Juda, hangepatwa na mauti, hangekuwa na msiba. Lakini kwa sababu alishindwa kumngoja Mungu, alipata ya kwamba amefiliwa na watoto na mume wake. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kumngoja Mungu mahali yuko. Hata kama unaona ni kana kwamba Mungu amekaa sana, jaribu kutulia na ukaweze kumwambia Mungu, ninajua ya kwamba Mungu uko na mpango mwema juu ya maisha yangu. Ningoje hata kama ni kabiashara kadogo, mngoje Bwana. Mungu anaenda kupanua biashara yako, siku itafika. Bwana apewe sifa. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika neno lake, kwa sababu neno ambalo limetoka katika kinywa cha Jehova lazima atakaweza kulifuata. Hakuna kitu ama neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu halitatendeka, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba muamini Mungu udhibitike, muamini nabii ufanikiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unamwamini Mungu, Mungu amesema biashara yako itapanuka. Mungu anasema, hata neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu atakubariki katika biashara, Mungu atakubariki katika kazi, katika shamba, katika mifugo, kila kitu Mungu atakubariki. Kwa hivyo kama Mungu alisema atakupatia biashara, na imefika wakati unaona hii biashara ni kama haifanyi, jaribu kumngoja Mungu. Bwana apewe sifa. Wacha kukata tamaa. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Wacha kukata tamaa, kwa sababu utakapokata tamaa, uondoke mahali pale, uondoke katika ile position Mungu alikuweka. Utakapoondoka mahali hapo, ndipo baraka zako zitaondoka. Na hakuna wakati ambapo utakapopokea zile baraka. Utakuwa tu unasema, nilikuwa nimetabiriwa nikaambiwa nitapata Bwana. Nilikuwa nimetabiriwa nikaambiwa nitapata gari. Nilikuwa nimetabiriwa nikaambiwa nitapata hiki na kile na kile na kile. Bwana apewe sifa. Lakini kwa sababu ulishindwa kumngoja Mungu, uliondoka katika ile nafasi, unapata ya kwamba baraka zako zimepotea. Umepoteza baraka. Umepoteza nafasi yako. Bwana apewe sifa. Na kuna vitu zingine lazima utaziachilia, na tulihubiri kuhusu kuachilia wakati mwingine. Kuna vitu zingine lazima uachilie. Bwana apewe sifa. Kuachilia. Tulisoma kuhusu
Jokida, sijui kwa Kiswahili anaitwa aje, Mama Musa alikuwa anaitwa Jokida. Bwana apewe sifa. Katika kitabu cha Kutoka 2 mstari wa 1 utasikia mwanamke aliyezaa mtoto. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba wakati alimzaa mtoto, mfalme Firauni alikuwa ameamrisha ya kwamba watoto kutoka miaka 2 kurudi chini wauliwe, vijana. Na watoto vijana walikuwa wameuliwa sana. Bwana apewe sifa. Amen. Watoto walikuwa wameuliwa sana, na maandiko inasema ya kwamba ni vizuri kujifunza kumngoja Mungu. Wakati huo mfalme alikuwa ameamrisha kwamba watoto vijana wa kutoka miaka 2 kurudi chini wauawe. Na maandiko inasema huyu Jokida, Bwana apewe sifa. Amen. Huyu Jokida mamake Musa amezaa mtoto kijana, na huyu mtoto amefikisha miezi 3, na anajaribu kuficha huyu mtoto sana. Bwana apewe sifa. Anajaribu kuficha mtoto, huyu mtoto asionekane. Ako na mapenzi, kwa sababu ajua uchungu wa mtoto ni mama. Ako na uchungu wa huyu mtoto, ako na uchungu ati huyu mtoto ndamwachilia akufe. Na vile ni karibu. Maandiko inasemaje? Sijui kama umeona hiyo maandiko. Ni Kutoka ama ni kitabu gani? Dhama Kutoka 2. Sikosei, Kutoka 2 mstari wa 1. Hebu tusomee. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka, akaona binti mmoja wa Lawi tu. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana. Na alipoona kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka, akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana. Na alipoona kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Alipoona kwamba ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, alipofanya nini? Alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami. Bwana apewe sifa. Unasikia kwamba huyu mwanamke amemzaa mtoto. Bwana apewe sifa. Na wakati ambapo alimzaa yule kijana, wakati alimwangalia akaona ni mtoto ambaye ni mzuri sana. Bwana apewe sifa. Akaona ni mtoto mzuri sana, na alipoona ya kwamba hawezi kufanya nini? Kumficha tena. Bwana apewe sifa. Alimficha miezi 3. Bwana apewe sifa. Akamficha miezi 3.
na alipofika mahali akaona hawezi akaendelea kumficha, kwa sababu angeendelea kuficha yule mtoto, Bwana apewe sifa, angeendelea kuficha yule mtoto angefanya nini? Yule mtoto angeuliwa. Bwana apewe sifa. Na sio kuuliwa tu, kwa sababu mfalme alikuwa ameamrisha watoto wa kutoka miaka 2 kurudi chini wote wauliwe kijana, na sasa yeye amemzaa mtoto, amemficha, wale wengine wakiuliwa. Bwana apewe sifa. Sasa ujue, angejulikana mtoto angeuliwa mama yake mtoto na baba yake mtoto angeuliwa, hata hiyo familia yote ingeuliwa kwa sababu ya kukosa kutii mfalme. Bwana apewe sifa. Na nilikueleza nikakwambia, huyu mama alikuwa na wakati mzito sana, kwa sababu I hope unaangalia, unapata ya kwamba ukiwa na mtoto mdogo anapenda kulia, na ni lazima atalia kwa sababu kuongea kwake ni kulia. Bwana apewe sifa. Sasa wakati ambapo ako kwa nyumba, mtoto akienda kulia anampatia matiti na nyama. Wakati mtoto anaenda kulia anamfunga mdomo, na ili afike mahali aone ya kwamba hataweza kumficha tena, maandiko inasema ya kwamba ndipo akamtengenezea kikapu, lakini kuna Kiswahili kingine inasema safina. Bwana apewe sifa. Akamtengenezea kikapu. Kwa nini hakumpeleka mahali pengine? Alimpeleka kwa mto. Bwana apewe sifa. Alimpeleka kwa mto kwa sababu juu ya maji Roho wa Mungu aliishi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu maandiko inasema katika Genesis 1 chapter 1, maandiko inasema ya kwamba wakati Mungu aliumba nchi, aliumba dunia, maandiko inasema ya kwamba akaigawanisha mara 2. Bwana apewe sifa. Upande mmoja akaifanya nchi kavu. Bwana apewe sifa. Na ule upande mwingine akaufanya bahari. Bwana apewe sifa. Na juu ya maji Roho wa Mungu aliishi. Kwa hivyo Roho wa Mungu anapenda kuishi mahali ambapo kuna maji. Na unaangalia, unaona ya kwamba Mungu amemwelekeza mama mtoto kumpeleka mtoto kwa maji. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hangemficha mahali pengine, hata angemficha mahali pengine angejulikana. Na unaona huyu mama amekuwa na mateso, kwa sababu sasa anapatia mtoto matiti na nyonya, anamfunga mdomo asilie, kwa sababu akisikikana, watu ambao ni manaibasi wake wakisikia mtoto wamelia wataenda kusema, na unasema watoto wa vijana wakufe, kuna mtu pale akona kijana na ameficha, hataki kutoa huyo mtoto, ni kijana, wangekujiwa. Bwana apewe sifa. Akaona sasa hapa hawezi akatulia, lazima atajua vile atafanya, na Roho wa Mungu akamwelekeza, akatengeneza kisafina, kikapu, akakitengeneza na rami. Hebu endelea. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampakia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami. Akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika maji kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue atakayompata. Basi binti ya Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Wahibrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kihibrania aje kwako akanyonyeshe mtoto huyu?
Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamlea kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema. Sifa. Haleluya. Unasikia kwamba mama Musa ametengeneza kikapu, amepaka rami na nini? Niwe kwa Biblia, amepaka rami na nini? Sifa. Sifa. Amepaka rami na sifa. Bwana apewe sifa. Kumaanisha sasa sifa ni ya kufanya sasa ile rami iwe ngumu. Bwana apewe sifa. Ili kikapu kisiweze kupenyesha maji upande wa chini. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema akamwambia, akamtuma dadake mtoto. Bwana apewe sifa. Akamtuma dadake mtoto na akamwambia, fuata hicho kikapu na chochote kitakachomtokea yule mtoto utanifikishia habari. Na maandiko inasema ya kwamba na wakati huo nataka uone vile Mungu anafanya kazi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu unaona mahali pale amempeleka kwa maji, na sio tu kwa maji, ni maji ambayo inayotembea. Bwana apewe sifa. Yaani ni mahali ambapo kuna uwepo wa Mungu, na sio uwepo wa Mungu ambao uliotulia, ni uwepo wa Mungu ambao unatembea. Kwa sababu unaangalia unapata kwamba ni maji lakini inatembea, ni mtu inateremka. Bwana apewe sifa. Amen. Na maandiko inasema ya kwamba dada mtoto amemfuata, na wakati ambapo kile kikapu ambacho kilichokuwa na mtoto kilifika katika mahali, kwa Biblia imesema ni wapi? Mahali kama junction ya mto. Hebu tusomee mahali hapo binti wa Farao alijitokeza. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Fikisha hapo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unapata ya kwamba mahali ambapo kikapu kilikuwa kinapitia, ama mahali ambapo mto ulikuwa unapitia, mto ulikuwa nje ya hekalu ya mfalme. Bwana apewe sifa. Nyumba ilikuwa karibu na mto. Mto ulikuwa hapo karibu na hekalu la mfalme. Na unaona Mungu ameandaa binti wa Farao, kwa sababu unasikia maandiko inasema ya kwamba binti ya Farao akiwa amenyamaza kwa nyumba, akasikia ya kwamba anataka kuoga. Bwana apewe sifa. Amen. Akasikia anataka kuoga, na ni Roho wa Mungu amemtembelea, ameshuka ndani yake. That's why inakuambia kama ni Mungu alisema, wacha kukimbia. Majira na wakati ni za Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati wa Mungu ukifika, hakuna kitu wala mtu atakayezuilia Mungu atimize. Maandiko inasema ya kwamba akasikia kwamba anataka kuoga, na sio tu kuoga. Bwana apewe sifa. Amen. Sio tu kuoga. Maandiko inasema ya kwamba akasikia kuoga, na kwa nyumba ni nyumba ya yani ni hekalu, ni nyumba ya kifahari. Kwa hivyo wanaweza wakaogea kwa nyumba, shawa iko, kila kitu iko kwa nyumba. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Lakini Roho wa Mungu amemwelekeza, amevutiwa. Bwana apewe sifa. Amevutiwa na uwepo wa maji. Bwana apewe sifa. Uwepo wa Roho Mtakatifu aliyekuwa juu ya maji ukamvuta kutoka ndani ya hekalu mpaka kwa mto. Akavutiwa na uwepo wa Roho wa Mungu, akaenda akaingia kwa mto. Alisikia hataki kuogea kwa nyumba, anataka kuoga, lakini hataki kuoga na maji ya nyumba, anataka kuogea kwa mto ndani.
lakini amevutiwa na uwepo wa Roho wa Bwana. Na wakati ambapo alipoenda mahali pale, wakati ambapo aliingia kwa mtu, vijakazi wakafanya nini? Wakatembea kando ya mto. Bwana apewe sifa. Wakatembea kando ya mto. Bwana apewe sifa. Wakatembea. Kwa nini wanatembea kando ya mto? Bwana apewe sifa. Walimuondokea wakaenda kando ya mto, sio tu wamuondokea ili yaoge, lakini ni Roho wa Mungu aliwaeka mbali. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati ambapo waliondoka wakaenda kando ya mto, maandiko inasema na binti ya Farao alipokuwa akioga akaona kile kikapu, akasikia mtoto akilia, akaona kikapu, ni mtoto analia. Na wakati aliona kile kikapu akakikaribia kile kikapu, na akaenda akaona ni mtoto wako ndani, akaona ni mtoto wako kule mule ndani, na akaenda akamchukua. Roho wa Mungu amefanya hawa vijakazi wa binti ya Farao wakae mbali ili wasiweze kufanya nini? Kukiona kikapu. Kwa sababu wangekiona kile kikapu, wangechukua ule mtoto na wamrushe kwa maji, kulingana na amri ya mfalme, kwa sababu alikuwa ameamrisha, akasema mtoto yote kijana wa kutoka miaka 2 kwenda chini atakayepatikana auliwe. Amepatia kila mtu ruhusa. Bwana apewe sifa. Sasa Mungu amewaeka mbali ili wasiweze kupata kile kikapu ambacho kiko na mtoto, na Mungu anajaribu, Roho wa Bwana anajaribu kuokoa yule mtoto. Kwa hivyo lazima hawa vijakazi wa binti ya Farao wawekwe mbali, lazima wangeenda mbali, na ni Roho wa Mungu anawapeleka ili wasione kikapu. Baadaye binti ya Farao akaona kile kikapu, mtoto akilia, akaenda akaona ni mtoto na akamtambua, akaona huyu ni mtoto, ni mmoja wao wa watu wa Ibrania. Bwana apewe sifa. Na wakati aliona ni kwamba ni mtoto wa Ibrania, maandiko inasema ya kwamba ule mguu wa mtoto, dadake mtoto akakuja akamuongelesha, akamuuliza, niende nikakuitie mama yake mtoto? Akamwambia, nenda unitii. Yule mtoto akaenda akaita mamake, akaletwa, na binti wa Farao akamwambia ya kwamba nitakulipa uninyonyeshe huyu mtoto. Bwana apewe sifa. Na yule binti akamuita Musa. Yaani Mungu ameandaa yule binti, hata sio mama mtoto alimuita jina. Bwana apewe sifa. Musa ilitoka kwa binti wa Farao. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huyu binti alikuwa ameandaliwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu, uwepo wa Roho wa Mungu ukamvuta kutoka kwa hekalu mpaka kwa mto. Akaenda akaona mtoto, akaona akilia. Maandiko inasema akahurumia yule mtoto. Bwana apewe sifa. Akamhurumia. Kwa nini alishikwa na huruma? Kwa sababu uwepo wa Roho wa Bwana ulikuwa mahali pale. Kwa hivyo akahurumia mtoto. Bwana apewe sifa. Lakini usisahau ya kwamba ni uwepo wa Roho wa Bwana unafanya kazi. And that's why binti wa Farao aliona mtoto na akamhurumia zaidi. Na wakati alimhurumia akamshika, na unasikia dadake mtoto akakuja na akamwambia, nikuitie mamake mtoto umnyonyeshe? Akamwambia ndio. Ni uwepo wa Bwana unafanya kazi. Mtoto akapata kibali kwa binti ya Farao. Kwa hivyo huyu mtoto hawezi akauliwa. Bwana apewe sifa. Amen. Usisahau huo mto. Huo mto ndio watoto walikuwa wanauliwa, wanatupwa humo ndani. Bwana apewe sifa. Watoto walikuwa wanauawa na wanawekwa ndani ya mto. Ni mto wa Gilgali. Bwana apewe sifa. Ule mto wa Gilgali, watoto walikuwa wanauliwa, wanatupwa huko, na maandiko yanasema ya kwamba yule mtoto hakukufa. Bwana apewe sifa.
Usiwahi ukaogopa, kwa sababu kitu ambacho kinafanya mtu ashindwe ni uoga. Kushindwa kumngoja Mungu na uoga. Wacha Roho wa Mungu akakutangulia katika kila kitu ambacho unachokifanya. Cha msingi kabisa ni kutangulisha Roho wa Mungu katika kila kitu unachokifanya, katika kila kitu unachokianzisha, unatangulisha Roho wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba ule mto ndio watoto walikuwa wanauawa, wanatupwa mule ndani, lakini huyu mtoto ndani ya mule ndani ya maji ndipo aliporushwa, hakukufa, na kisha baadaye alienda na akaokolewa na binti ya Firauni, binti ya mfalme, na akakuwa mtoto wa binti ya Firauni. Haleluya. Na hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu Musa alivyookolewa. Kwa hivyo wakati mwingine usisikize watu sana. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu huo mto ndio watu walikufia, watoto walikufia. Huo mto ndio watoto walikuwa wanarushwa, lakini Musa hajakufa, hajarushwa. Mungu amemwokoa. Kwa hivyo tangulisha Mungu kwa kila kitu unachokifanya. Bwana apewe sifa. Kwa sababu unaangalia kwamba kuna mtu alianzisha biashara fulani lakini akashindwa. Na ukisikiza watu sana, hautaweza kufanya mambo yako au kukamilisha mambo yako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri utambulishe Roho wa Bwana na usisikilize watu, kwa sababu watu watakwambia unaweka hii biashara, hata mimi nilikuwa nimeiweka lakini nikaishindwa ikaisha. Mwingine atakwambia unaweka duka, mimi nilishindwa na duka iliisha. Bwana apewe sifa. Usikose kufanya kazi kwa sababu mtu fulani alishindwa na kazi. Fanya kazi kwa sababu uko na Mungu. Bwana apewe sifa. Fanya kazi kwa sababu wewe sio huyo mtu. Wewe ni wewe, na Mungu ako na mpango mwema juu yako. Kama ni huduma, Mungu amekuambia anzisha huduma. Usikose kuanzisha huduma kwa sababu mtu fulani alianzisha huduma lakini ikaisha. Bwana apewe sifa. Huyo mtu sio wewe na wewe sio yeye. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kwa sababu ni Mungu amekuambia anzisha huduma na usiogope, kwa sababu Jehova aliyekuambia uanzishe huduma yuko pamoja na wewe. Kama ni biashara, anzisha biashara kwa sababu wewe ndiye Mungu ameambia uanzishe biashara. Wewe ni wewe. Kama ni kupata watoto, usikose kupata watoto, kwa sababu watu wanasema watoto wengi sijui nini. Wewe pata, fanya kitu ambacho Mungu amekuamurisha. Usisikilize watu, kwa sababu kwa huo mto watoto waliangamia, lakini Musa mtumishi wa Mungu hakukufa. Mungu alimuokoa. Uwepo wa Roho wa Bwana ukafanya kazi juu ya Musa, na kuombea uwepo wa Bwana ukafanye kazi juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Uwepo wa Bwana ukafanye kazi katika maisha yako. Uwepo wa Bwana ukafanye kazi katika familia yako. Uwepo wa Bwana ukafanye kazi dhidi ya watoto wako, dhidi ya biashara yako, juu ya kila kitu ambacho unachokifanya katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Bwana uliofanya kazi wakati wa Musa ufanye kazi hata sasa katika maisha yako. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu wakati uwepo wa Bwana umeanza kufanya kazi, hakuna pepo wala majini wala mtu atakayesimama apinge wala azuilie baraka za Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Uwepo wa Bwana ufanye kazi kuanzia sasa. Amen. Kila kitu unatamani upokee. Kila kitu unataka upokee. Kila kitu unataka kuanzisha kifaulu na kifanikiwe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Usiogope. Usiogope kwa sababu mtu alianzisha kitu akashindwa. Usiogope kwa sababu mtu alifungua huduma akashindwa. Usiogope kwa sababu mtu aliingia kwa ndoa akashindwa. Usiogope kwa sababu umeolewa huko. Unajua wanawake huanga wasimami huko, wanakujanga wanakaa wiki mbili wanaenda. Wewe usiogope. Wewe ingia kwa ndoa na uambie Mungu nitaishi hapa katika jina la Yesu. Kwa sababu ukisikiza watu hautafaulu. Bwana apewe sifa. Na watu wengi wameshindwa kwa sababu ya kusikiliza watu.
Ulisikiza watu wakiongea. Wakati mwingine unapata ya kwamba unakuja kwa madhabahu kama hii, lakini unapata ya kwamba wewe ukikuja ukipatana na mtumishi wa Mungu, unapata ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu kwa kweli. Huyu mtumishi wa Mungu ako na Mungu, ako na roho wa Mungu, kusema ukweli. Lakini huyu mtumishi wa Mungu anapigwa, huyu mtumishi wa Mungu anasemwa vibaya, huyu mtumishi wa Mungu watu wanamsengenya. Bwana apewe sifa. Usisikilize watu. Bwana apewe sifa. Simama imara. Usisikilize watu, kwa sababu watu wameshindwa kwa sababu ya kuwasikiliza watu. Na wakati ambapo unaposikiliza watu, hakuna wakati ambapo utakapofaulu, hakuna wakati ambapo utakaposimama. Bwana apewe sifa. Simama, usisikilize mtu. Kama alishindwa na biashara, ni yeye alishindwa, sio yeye, sio wewe. Haleluya. Na kama ni ndoa, huyo mwenye alishindwa na ndoa, watu wanakuambia umeenda kuolewa na huyu mwanaume kaka yake na wanawake, usiwasikilize. Bwana apewe sifa. Kama wewe ndiye Mungu alikuwa amesema utakaa hapo, wewe ndiye utakaa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usisikilize watu. Ule mtu ambao watoto walikuwa wanarushwa mule ndani wanakufa, mtumishi wa Mungu Musa alirushwa mahali pale, lakini hakuangamia kwa sababu uwepo wa Bwana ulikuwa juu ya maisha yake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usikose kufanya kile ambacho unasikia unatamani kukifanya kwa sababu watu wanaongea ama wanasema. Usikose kuendelesha kazi ya Mungu kwa sababu watu wanasema. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ukisikiliza watu wanavyosema, utaishi nyuma. Hakuna wakati utakapofanya kitu kifaulu wala kifanikiwe kwa sababu ya kusikiza watu. Bwana apewe sifa. Tusomewe hiyo maandiko nilikuwa nasema, Genesis 26. Kisha fanya hiyo maskani iwe na mapazia 10, ifanye ya nguo ya kitanzi nzuri ya kusokota. Tuko wapi? 26. Tulikuwa kutoka 2. Hebu ngoja. Genesis 26. Kwani umesoma wapi? Genesis 26. Genesis 26 sijasikia ukisoma hapo. Hebu soma tena. Uko wapi? Genesis 26. Hebu soma tena. Kisha fanya hiyo maskani iwe na mapazia 10, ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota. Genesis. Mwanzo. Hauko Mwanzo. Sina kuuliza mara ya kwanza na ya pili. Ni nini? Na shida na Kiswahili? Ulikuwa wapi? Leviticus. Inakuja tu hivyo. Inakuja tu hivyo. Mwanzo 26, wewe uko 20. 26. Leta. To refresh. Hebu soma.
Inaongea tofauti sana. Soma verse 2. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa Isaka, wakati ambapo ulikuwa na njaa. Imekuja. Tusome. Ikawa njaa katika nchi hiyo ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Ni wakati wa Isaka. Sasa ile njaa iliyokuwa wakati wa Ibrahimu imejirudia tena wakati wa Isaka. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Hebu rudia ule mstari wa kwanza. Na ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Sasa hii nayo imekuwa njaa kubwa. Bwana apewe sifa. Amen. Kumekuwa na njaa kubwa kuliko sasa ile ambayo ilikuwa wakati wa Ibrahimu. Bwana apewe sifa. Amen. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Filisti huko Gerari. Akamwendea. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Hebu huo mstari wa ngapi? Zima maiki yako. Mstari wa pili. Hapo mahali ambapo Mungu anamwambia. Hebu rudia tena. Bwana akamtokea akasema. Sasa ni wewe. Bwana apewe sifa. Zima mic. Nataka sasa ujue ni wewe unaongeleshwa. Bwana apewe sifa. Ati Bwana akamtokea. Sasa wewe nataka sasa usimame katika hiyo nafasi. Usimame mahali huko. Bwana apewe sifa. Amen. Watoto ni wako. Ndoa ni yako. Maisha ni yako. Bwana apewe sifa. Ujue ukikosa kusimama katika nafasi yako, hakuna mtu mwingine atatoka mahali pengine akuje simama katika nafasi. Bwana apewe sifa. Utatumia mikono yako kwa sababu hakuna mtu mwingine atakuja kupatia mkono atufanye kazi nayo, wala utumie mikono yake. Utatumia macho yako kwa sababu ni yako. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu mwingine atakuja kukutazamia ama kukuonea. Wewe mwenyewe utatumia macho yako. Utatumia miguu yako kusimama na kutembea ufikie destiny yako. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu atatoka mahali ya kuja kupatie miguu. Ni miguu yako. Wewe mwenyewe usimame. Bwana apewe sifa. Doesn't matter ya kwamba uliachiliwa. Watu walikuacha. Bwana apewe sifa. Ati washirika walienda, marafiki waliniacha. Ni wakati wa kusimama na miguu yako. Bwana apewe sifa. Sikia uchungu, kuwa na uchungu. Bwana apewe sifa. Kumbuka maono yako. Maono yako ilikuwa gani? Bwana apewe sifa. Acha kukata tamaa. Sikia uchungu, simama na miguu yako, simama imara. Kuwa na maono. Fungua kinywa chako uanze maombi na kujitabiria. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati mwingine unafika mahali unaona ya kwamba mambo imekuwa magumu, mambo imekuwa mazito, na unapata ya kwamba badala ya kumngoja Mungu, wewe unaondoka katika nafasi yako. Simama katika nafasi yako. Tumia miguu yako kusimama na kumngoja Mungu. Tumia macho yako kutazama. Tumia mikono yako kufanya kazi ama kufanya kile Mungu alichokuamrisha. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu mwisho wa mtu usikujafika mwisho. Usidanganywe na mtu umefika mwisho. Kwa sababu mwisho wa mtu ni kwenye kaburi. Bwana apewe sifa. Na kama hujaingia katika kaburi, hujafika mwisho. Mwisho ni wako na kinywa chako na mawazo yako. Bwana apewe sifa. Amen. Mtu aliyefika mwisho ni yule ambaye yuko ndani ya kaburi.
lakini kama hauko ndani ya kaburi hujafika mwisho. Kwa hivyo lazima ung'ang'ane, lazima uinuke. Arise and shine. Bwana apewe sifa. Inuka. Bwana apewe sifa. Acha kukaa pale ati kwa sababu ulianguka utaendelea kukaa chini. Amuka, usimame na miguu yako. Bwana apewe sifa. Unajua wakati mwingine kungoja Mungu anaonekana, mtu anaonekana ni kana kwamba wewe ni mjinga. Bwana apewe sifa. Kungoja unaonekana kama wewe ni mjinga. Anaishi kwa ile kanisa, watu waliondoka, anaishi kwa ile kanisa, hajabarikiwa, hajafanywa nini. Unafaa kuwa na msimamo. Bwana apewe sifa. Amen. Nani aliambia Mungu hapa stoki kama hujalibariki? Yakobo. Bwana apewe sifa. Malaika alimtokea na akamshika mavazi yake, akamshika kanju na akamwambia, kama hunibariki hapa hutoki. Nitakuachilia kama umefanya nini? Umenibariki. Lazima unibariki. Sasa wewe kilichokuleta hapa ni nini? Unataka kutumikia Mungu. Unataka Mungu abadilishe maisha yako. Umetumikia Mungu kwa njia gani? Bwana apewe sifa. Umetumikia Mungu kwa njia gani? Sema. Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Wewe kazi yako ni kusema unamtumikia Mungu, unafanya kazi ya Mungu. Kazi gani? Nini umefanya? Ukaulizwa sasa kama umefanya kazi ya Mungu utasemaje? Mama Tasha, ukiulizwa utasema nini? Kazi gani umefanya katika nyumba ya Bwana? Mama Pita, ukiulizwa utasema ni kazi gani umefanya katika nyumba ya Bwana? Mtumishi akuje afanye kazi, aikanishe vyombo, akuje aandae madhabahu. Sasa hiyo uko wapi? Uko nyumbani. Na ukiulizwa unasema unamtumikia Mungu. Unamtumikia Mungu na nini? Mwisho wa kulipa kanisa hakuna pesa, haujajitolea na unasema mimi nimeishi kukutumikia. Bwana apewe sifa. Mtumikie Mungu kwa matendo, sio kwa kinywa. Bwana apewe sifa. Amen. Imani bila matendo imekufa. Hakuna imani bila matendo. Bwana apewe sifa. Ni ukuwe na imani na ufanye na matendo. Bwana apewe sifa. Sasa unapata ya kwamba mtu anaamini lakini hakuna matendo. Wewe unasema Mungu, unaenda mbele za Bwana Mungu, kumbuka vile na kutumikia, kumbuka vile Bwana nafanya, kumbuka vile Mungu nimekudani. Umetumikia Mungu na nini? Kanisa hulipi. Hakuna kitu unajitolea katika kanisa la Bwana. Bwana apewe sifa. Sio vitambaa kama hizi utakuja ujitolee useme nitaosha hizi vitambaa kila baada ya wiki 2 ama 3 nitakuwa nakuja naosha hizi vitambaa za madhabahu. Kila Sunday asubuhi nitajitolea nguvu zangu, uwezo wangu, nitakuwa nakuja kutayarisha viti, na tayarisha siku ya Sunday, napanguza, nafanya kila kitu. Bwana apewe sifa. Amen. Hauna nguvu, hauna uwezo, si uko na nguvu. Kama hauna pesa, kwa sababu utasema sina pesa, sina kitu ya kujitolea, unatumikia Mungu na nini? Nguvu zako na uwezo wako. Bwana apewe sifa. Tumia hiyo nafasi vizuri. Blessed be the name of the Lord. Tumia hiyo nafasi vizuri. Kama hauna pesa, jitolee. Jitolee katika kanisa la Bwana. Jitolee wakati wa fellowship. Kama kanisa la Bwana mliachana na fellowship, ukisikia fellowship hutaki kukuja. Bwana apewe sifa. Ukisikia uko Kagio, huwezi ukatumia 100 yako moja ukuje fellowship, mhubiri, muombe, alafu uende. Huwezi ukataka hiyo. Bwana apewe sifa. Na ukiona shida hivi kidogo unalalamika, unasema na mimi nimeokoka. Bwana apewe sifa. Unajua kuna watu wamejikwambilikia kwa wokovu. Unasema wokovu ndio utafanya Mungu akubariki wapi?
Imani bila matendo, lazima uonyeshe na matendo. Bwana apewe sifa. Kama hauna pesa, si unajitolea na nguvu zako, unajitolea na uwezo wako. Sasa kama hapa tuko kwa barabara, ukungu inaingia. Bwana apewe sifa. Praise. Kama hii ukiangalia huku wote, hata ukakuja kushika hapo utatoka na uchafu. Ni kweli? Unatumikia Mungu aje? Ndoge agreement na Ngai. Wathani rogocu. Ndoge agreement na Ngai. Ndwandĩkanĩre na Ngai wĩre Ngai Mwathani. Na rwĩmbo rugaga, Mwathani nĩ njiguaga aingĩ mekũrathimwo. Onaniĩ ũndathime onaniĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ nĩ njiguaga andũ aingĩ nĩ mekũrathimwo. Ngai akumio. Atĩ onaniĩ ndakũhoya ũndathime. Ũrenda ũrathimwo nĩkĩ wĩkĩte? Nĩ atĩa wĩkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai? Nĩkĩ ũrutĩte nyũmba-inĩ ya Ngai? Na angĩkorwo ndũrĩ na ũhoti wa kũruta-rĩ, nĩ atĩa wĩkaga nyũmba-inĩ ya Ngai? Ngai akumio. Maandĩko moigaga atĩ mũthuri ũrĩa wetagwo Zakaria, akumio Mwathani, mena mũtumia wake Elizabeth, matũire matungatĩire Ngai thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai akumio. Na matiarĩ na mwana. Jehova ndehe. Na kiugo gĩkauga atĩ namo mahinda macio mũndũ wa Ngai, tondũ mahinda macio athĩnjĩri, nĩgetha mũndũ athiĩ aingĩre gĩthĩnjĩro-inĩ kana gĩikaro-inĩ kĩa Ngai akarutĩre Ngai kĩgongona, tondũ nĩ macinaga ubani na ugumba. Mwathani arogocwo. Macungaga mĩtĩ. Matiathiaga atĩ na gũcagũrwo atĩ ũmũthĩ we nĩwe ũgũthiĩ. Ngai akumio. Nĩ gũcunga macungaga mĩtĩ. Makamenya atĩ ũmwe nĩwe wagwĩrwo nĩ mũtĩ, ũcio nĩwe kũruta wĩra mũthenya ũrĩkũ? Arute igongona thĩinĩ wa gĩikaro kĩa Ngai. Na Zakaria ũyũ nĩwe wagwĩrĩirwo nĩ mũtĩ, agĩtuĩka no nginya aingĩre kĩgongona iria arute igongona. Na maandĩko makuga atĩ ihinda rĩu nĩrĩo mũraika wa Ngai aikũrũkire akiumĩrĩra Zakaria ũyũ na akĩmwĩra atĩ nĩ mwĩnyitĩtie na mũgeterera na mũkanyitia wendo harĩ Jehova Ngai. Na rĩu ihinda rĩrĩ kĩnyu rĩa kũririkanwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ mwaka mũku ihinda ta rĩrĩ mũkagu agakorwo ena mwana wa kĩhĩ na wetwo Johana. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo rĩrĩ mũraika. No kũhoteke Elizabeth agĩkũrire? Nĩakũrire? Ndangĩhota gũciara? Akĩĩrwo nĩ ũndũ wa gũkararia Jehova Ngai. Nĩ watuo kĩ? Bũbũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ wa gũkararia mũgambo wa Jehova Ngai. Nĩ watuo bũbũ na kwambĩrĩria na rĩu ndũkwaria. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa mwana ageka atĩ? Hĩndĩ ĩyo norĩo, rĩrĩa agaciarwo norĩo ũkahota kwaria, nĩgetha ũmenye nĩ Jehova Ngai ugĩte. Ngai akumio. Akiumĩrĩra. No ũngĩ ũmĩrĩirwo nĩ Korinelio? Korinelio arĩo? Ngai akumio. Atũire atungatĩire Ngai. Mwathani arogocwo. Atũire arũgamĩte na Ngai. Na ihinda rĩgĩkinya, Mwathani arogocwo, akiumĩrwo nĩ mũraika wa Ngai, akĩrwo Jehova nĩonete maruta maku na akona kwĩrutĩra gwaku. Bwana asifiwe. Korinelio akiumĩrwo nĩ mũraika, akĩrwo Ngai nĩonete kwĩrutĩra gwaku, Ngai nĩonete magongona maku, na kwambĩrĩria na rĩu kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩ igũrũ rĩu. Mwathani arogocwo. Na hau mũndũ gwĩtwo Johana, hau nĩho nyina agĩire ihu rĩake Elizabeth mũkũrũ, magĩthiĩ makĩonana na mũrũme mũkũrũ oro ũguo, akĩgĩa ihu. Ngai agocwo. Akĩgĩa ihu akapata mimba. Nĩ atĩa wĩkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai? Ũrauga ndũrĩ na mbeca? Nĩ atĩa wĩkĩte? Ũrauga ndũrĩ na wĩra? Nĩ ũrenda wĩra? Nĩ ũrenda Ngai agwĩkĩre? Kwa Ngai nĩ kũrĩ mũtaratara. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha Jehova Ngai agwĩkĩre ũguo ũrenda, no nginya nawe ũikare ũrĩa arenda. Na gũikara ũrĩa Ngai arenda nĩ gũthiĩ na mĩthiĩre mĩega ya ũthingu, nĩ gũtungatĩra Ngai na ngoro yaku na hinya waku wothe. Mwathani arogocwo. Na indo ciaku iria wĩnacio. Koguo nĩ kuonania atĩ kanitha-inĩ ta ũyũ ndungata ya Ngai
ati kungikorwo ati ni arabatara kurugagirwo kindu na gutire thani na nduri mbeca ona kaba uke na thani cia kuigire cia nyumba. Mwathani arogocwo. Kaba uke na thaburia yaku. Ngai akumio. Ati kuruga mũgacai mahinda maria andu moka kurara kanitha-ini. Gutungatira Ngai na hinya waku wothe na ngoro yaku yothe na ũhoti waku wothe. Mwathani arogocwo. Mungu apewe sifa. Amen. Ndakwĩra ta rĩu gũkũ ũguo ngĩhutia nĩ tũtarenda kũhutia na gĩko korwo ndĩna gaticio nĩ ingĩakoni gĩkũ gaticio na gaticio ona nĩ mũrona gũkũ ũkona gaticio nani akona gaticio nipe nĩndagũkuonia toya Regina ĩnako ndĩrenda gũkuonia wone gĩko kĩrĩa gĩkoragwo gũkũ na kanitha wa Ngai wĩna acirika ona mũrĩ erĩ kana mũrĩ atatũ. Ngai agocwo. Hau nĩho Jehova Ngai arĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ ta rĩu ndũngĩtirikania haha ũguo ndũngĩtirikania gĩko kĩihũire gũkũ kwa madhabahu. Bwana apewe sifa. Kwa madhabahu. Na nĩ ũrenda Ngai akũrũĩrĩre. Ngai akumio. Nĩ ũrenda Ngai akũrũĩrĩre. Nĩ ũrenda Ngai agwĩkĩre. Egũgwĩkĩra atĩ? Nĩ atĩa wĩkĩte nyũmba-inĩ yake? Mwathani arogocwo. Unataka Mungu akufanyie nini? Kanisa inakaa namna hii. Urenda kuga rĩu kamũtita gaka ũguo kamwe na gaka na haha ũka na gatambaya ũguo ũkahura kana rawi ũkahura ũguo ũkahura ona gĩkĩ gĩtingĩhurwo kĩ igũrũ gaka ũhura na gaka at least hata mtu akashika hivi atashika uchafu. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ wĩra. Ukajicommit, unajiunganisha, ukenyitithania na kigongona. Kunyitithania na kigongona to nginya ukorwo na mbeca. Ngai agocwo. Sio lazima ukuwe na pesa. Unaweza ukajiunganisha na madhabahu na kile ambacho uko nacho. Bwana apewe sifa. Lakini wewe unataka Mungu akubariki. Unataka Mungu abadilishe maisha yako. Lakini wewe hutaki kumtumikia. Hutaki kukaa vile Bwana anataka. Hutaki kujitolea. Wewe unajikwamililia tu hapo. Mimi nimeokoka. Nĩnyitĩtie wendo na ũthingu wa Ngai na kĩhoto kĩa Ngai. Koguo irathimo cia Ngai nĩ irĩũka na nĩ irĩkinya. Igakinya rĩ? Zitafika lini? Bwana apewe sifa. Hakuna, kwa sababu imani bila matendo imekufa. Tageria mũno kwĩjicommit. Tageria mũno kwĩrutĩra na kwĩnyitithania na kwĩiguithania na kigongona. Jiunganishe na madhabahu na nguvu zako na uwezo wako. Bwana apewe sifa. Uone wendo wako madhibitari. Unaweza tumikia Mungu akuachilie. Haiwezekani. Ati wewe unafanyia Mungu kazi lakini majaribu inakupata. Labda wewe uko na njia ambazo hazimpendezi Mungu. Hiyo majaribu lazima itakupata. Shetani lazima atakutega. Bwana apewe sifa. Amen. Shetani atakutega. Kwa hivyo kanisa la Bwana, situanze kujitolea. Tuanze kumtumikia Mungu kwa roho na kweli bila kusukumwa. Bwana apewe sifa. Na kama unamtumikia Mungu, utumikie Mungu kwa upendo. Utumikie Mungu kwa upendo na moyo wa kujitakia. Sio kusukumwa. Ati Mama Peter fanya hivi ili Mungu akubariki. Kuwa ukifanya hivi kwa nini? Kwani wewe huoni? Bwana apewe sifa. Wewe huwezi ukaangalia katika madhabahu hivi. Nishawahi wauliza wakati siku nyingi sana. Nikawauliza, uko umenyamaza hivi, hata hizi vikingi haziwezi zikanunuliwa kwa kitambaa kadogo. Karibu ungethi hari ugitambaa hiki ni kindu mita cigana? Kindu mita 2 guthiu kana mita 8.
Madhani ya roho. Ile kitambaa ikakatwa mara ngapi? Mara 3. Leo kite ikahubira kanyamu haka. Yehoro hama. Kana gikoro ti uguo. Itaba ici haho ici ni cigana? 1 2 3 4. Ici ni 4. Koguo guthii uguo itaba ya 7 no cigane. Ikunjuritwo uguo. Tondu kimwe kuma haha ni gigukinya haria. Ngai agoco. Kuma hau haria. Koguo itaba ya 7 nginya haria no ikinye. Mwena uyu na uyu. Itaba ici nene. Hizi ni kubwa. Kikikunjuliwa hivyo ni kikubwa. Na unaona vile inatoshana na bado haijakunjuliwa. Kwa hivyo ikikunjuliwa itafika pale. Hiyo ingine hapo. Hapa panatoshana, panatoshea 2 hapa. Anao inanirigire. Hauna ho igiri. Ngai agoco. Mwena uyu gitagu. Uriwe ndutira kuuga atiriri, no nyende nyumba ĩyo ya Ngai ĩkorwo njega. Ati Mwathani ngwĩrutĩra itambaya. Ndute kigongona. Unangojea mtumishi wa Mungu akwambie. That's why utabarikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wale watu ambao wanafanikiwa wamejiunganisha na madhabahu. Hebu angalia, enda katika kanisa ya Anglican, PCA, KAG. Hawa watu wamebarikiwa. Unawaona aje? Wamebarikiwa. Kwa sababu wakati ambapo wanajitolea, hata sio lazima waambiwe. Mtu ananyamaza hivi peke yake anaona na mwenyewe pastor amehubiri. Mtu anasikizanga mchungaji akiongea. Bwana apewe sifa. Unakuwa makini. Si kama saa hii nimesema. Unajua Mungu mtumishi amesema kuhusu vitambaa. Hapo ndipo nitajiconnect na hizo vitambaa. Mungu naomba unipe pesa. Unang'ang'ana. Si unataka Mungu akubariki. Mungu nitajitolea hizo vitambaa, nibariki. Na nikijitolea hizo vitambaa ubadilishe maisha yangu. Sacrifice yako nitajitolea namna hiyo. Bwana apewe sifa. Ugathi ukagura itambaa cia mwena umwe, ukarehera ndungata. Ukera ndungata. Kuna wakati ulihubiri na ukasema upande kama huu mtu anaweza nunua vitambaa na nimejitolea, nataka uniombee. Nitakuombea hizo vitambaa. Kile ulikuwa umeomba Mungu. Si mlikuwa na agreement na Mungu, si muongea na Mungu. Si uliambia Mungu kitu, Mungu atatimiza. Bwana apewe sifa. Kama sasa tumekuwa tukisema hakuna kikapu ya tithe. Hapa ni sadaka mnatolea. In fact hii hata inafaa kuwa ya bahasha. Bwana apewe sifa. Hii ni ya bahasha hii. Unarusha bahasha. Kwa hivyo, sadaka iko wapi? Zote zinakuja kuwekelewa hapo. Wewe ndio unafaa kujiuliza. Niki ikiela. Na githĩ gũtiendagio tũmĩhuko tũnene. Unaona ile basket, usinunue kale kadogo. Si kuna kubwa. Bwana apewe sifa. Huko itaenda sana. Nimefikisha 128. Fikisha. Bwana apewe